maelezo kama walivyoeleza maulama hapa. Kulikuwa na wakati wa taswira, lakini watu bado walikuwa wanajiandaa. Nafikiri wakati wote tutachukua maudhui makubwa kwa ajili ya kujiandaa hizo taswira. Wakati wote tutachukua wasifu wa ulama huyo ambao tumekusanyia hapa kwa ajili ya kuombea dua. Kwa mujibu wa maelezo ambayo yamekuja na kijana wake ambaye ana mahaba mazito na mapenzi ya kile ambacho shekhe huyo alikipandikiza kwa kijana yule, amekusanya yale maelezo ambayo yako kwa shekhe huyu akayaweka pamoja ili tujue sisi shekhe huyu alikuwa ni mtu wa aina gani, na kama alikuwa ni mtu ambaye alifanya mambo ya Allah, je, dalili yake ni ipi? Dalili ni kwamba kijana yule ambaye amemkumbuka shekhe wake na kumwombea dua na kuwakusanya kwa ulama hawa kwa ajili ya kumwombea dua. Tumechukua mfano barnamij kwa sababu ya baadhi ya maelezo ambayo yaliyopo katika ratiba ile ama historia ile. Imekusanya vijiji vilivyotoka upande wa bara, nafikiri sio kutoka bara, majiji ya vijiji vya kota vijua visivyokuwa na ngumu. Kwa hiyo tumechukua baadhi ya maelezo hapa yangeweza kuhifadhika, lakini kutokana na majina yale ambayo sisi tunayafahamu tumeshinda kuweka vizuri kichwani. Na ulama huyu walipozaliwa aliitwa Sheikh Ali ibn Muhammad, sio bwana huyu bwana alipozaliwa aliitwa kwa jina hilo, lakini kwa sasa hivi ama tokea alipoanza kuitwa shekhe hakuitwa tena jina ya Sheikh Ali. Na sasa hivi mpaka tunapozungumza hapa ukimtaja Sheikh Ali watu wanaweza kama sikuelewe kabisa unamzungumzia shekhe gani, maarufu kama jina la Sheikh Swahaba. Huyu bwana alizaliwa mnamo mwaka 1949 katika kijiji cha Kibutuka, wilaya ya Liwale, mkoa wa Lindi, katika nchi hii ya Tanzania. Ndio bwana alipata kuzaliwa katika mwaka huo na katika kijiji hicho. Lakini shekhe huyu alipoanza darasa lake kwa ajili ya kutafuta ilmu, alianza mnamo mwaka 1963 na ilikuwa ni katika kijiji cha Nainokwe chini ya Sheikh Rajab ibn Matebula. Ndipo alianza hapa bwana darasa lake kwa ajili ya kutafuta ilmu ya Allah, maana ndio anaotafuta ule shekhe tunazungumzia. Alianza katika kijiji cha Nainokwe, tunajua ni katika wilaya hii ya Kilwa, mkoa huu wa Lindi. Lakini vile vile ushekhe aliishi kwa ulama katika hii safari yake kutafuta ilmu kwa muda wa miaka 4 peke yake kwa ushekhe. Ulipofika mwaka 1967 alitoka kwa ushekhe akarudi nyumbani kwao ambapo tumekutaja kama kijiji cha Kibutuka mara baada ya kupokea elimu yake hapa, lakini alipitia changamoto ambazo zilizomfanya bwana arudi kwanza nyumbani akaanza safari nyingine ya kutafuta elimu. Historia inaeleza kwamba wakati anarudi alipitia changamoto kubwa za usafiri, kwa sababu alitoka katika kijiji cha Nainokwe wakati wa usiku, ndio anatoka pale kurudi nyumbani kwake. Kwa hiyo wakati anatoka kijiji cha Nainokwe alitembea kwa mguu mpaka alipofika kijiji cha Kiweleje. Hapa ikamlazimu walale kwa muda wa siku moja, lakini vile vile akatoka baada ya siku moja asubuhi yake akaelekea katika kijiji cha Naungo, pia hapa pia akalala kwa siku moja. Baada ya hapo akatoka katika kijiji cha Naungo akaelekea kijiji cha Kilenyene pia, yaani tunafanya safari ya kurudi kwao Kibutuka. Hapa Kilenyene ikamlazimu walale kwa muda wa siku mawili kutokana na uchovu wa safari ambayo ametoka nao umbali huu mpaka hapa alipofikia. Hapa alilala kwa muda wa siku 2. Mara baada ya siku 2 zilipofika, asubuhi yake akatoka mpaka kijiji cha Nauyombo. Hapa vile vile akalala kwa muda wa siku moja, lakini vile vile baada ya hapa tena asubuhi yake ndo anaanza safari ya kufika kijijini kwao Kibutuka. Hii ndio ilikuwa safari ya kurejea kwake kutoka masomoni kwa Sheikh Rajab ibn Matebula ambaye ni alimu watu wa kwanza katika elimu hii ya dini ambayo wakati ule anatafuta ushekhe tunaozungumzia. Baada ya hapo huyo Allama alikaa kwa muda wa miezi kadhaa. Mara baada ya kukaa muda wa miezi kadhaa katika kijiji cha kwao pale, akaanza safari nyingine kwa sababu hakuchoka kutafuta elimu. Zile changamoto kwa ambazo zilizokuwa amepitia wakati ule ndio zilimfanya arudi kwa Ulaya, lakini alikuwa na nia ya dhati katika masuala yazima kufanyaje ya kusoma. Akaanza safari nyingine, lakini ilipita miezi kadhaa tu. Tizama zilivyokuwa habari yake ni mzito, maana akusubiri mwaka mwingine, maana ni miezi kadhaa ambayo ilipita hapa katikati kuanza safari nyingine ya kwenda kutafuta elimu. Ilipofika mwaka 1968 alitoka ulama nyumbani kwao Kibutuka, anaanza safari nyingine ya kwenda kutafuta elimu katika kijiji cha Mkwajuni ambacho kilichopo katika wilaya ya Lindi kwa Sheikh Ali ibn al-Hasan Lipalati. Hapa tena alikuja kwa ajili ya kutafuta elimu. Sasa hapa kwa shekhe ndipo linakuja kuzaliwa jina la kuitwa Sheikh Swahaba kwa ulama ambao amepata jina hilo.
Sababu yake ni nini? Sisi sote tutakuwa mashuhuda hapa. Tunapozungumzia masuala mazima ya historia, tunajifundisha vitu kadha wa kadha. Ukienda shule utakutana na masomo hayo ya history. Lakini ukija katika maadala zetu kama hizi, utakutana na hizo elimu ambazo sisi tunazungumzia za history, maana yake ni sira. Maana yake tukizungumza kitu sira ama history, tunazungumzia kitu kinachoeleza habari ya mtu fulani au habari ya kitu fulani. Tukitaja sira ya Bwana Mtume Muhammad, maana yake tunaeleza historia ya Bwana Mtume Muhammad. Lakini kwa mitume historia yake ilikuwa ikianza kuanzia mimba yake, sijui mama yake alikuwa ni mtu aina gani, lakini kwa kweli shehe hatuwezi kupata mimba yake ni kwa sababu kwa Biblia mtu aina gani, si ndio maana? Tukaanza kuchukua historia tokea alipoanza kuzaliwa mpaka tulipofikia leo. Shehe huyu aliondoka, lakini je, hili jina la Sheikh Swahaba unaweza kujiuliza ilikuwa sababu yake nini? Kutokana na malezi aliyokuwa ameishi nayo shehe huyu, watu wake ambao walikuwa wakiishi nao kwa wakati ule, mapenzi aliyokuwa nayo kwa vijana wenzake, wanafunzi kwa mashehe, hata kama asiyekuwa shehe wake, watu wakamkabidhi wakamfananisha kama ni mfano wa maswahaba wa Mtume Muhammad, ndio wakampa jina hilo la Sheikh Swahaba, ambao jina hili tunasema alipata kwa Sheikh Rikalati hapo katika kijiji hiko cha kijiji hiko cha Mkwajuni ambapo kwa Lindi. Tumetoka katika hiyo dalili ya kufahamu jina lake hili Sheikh Swahaba limeanzia wapi. Tumeendelea mpaka mwaka 1971. Hapa ndipo anaanza maisha ya ndoa. Sasa hivi tunamtazama Sheikh Swahaba katika maisha ya ndoa. Na mwaka 1971 hapa ndipo alianza maisha yake ya ndoa. Alimuoa bibi mmoja anaitwa Bi Rukia binti Abdallah Mkonda, mtoto wa shekhe, mtoto wa kaka yake shekhe wake. Maana yake huyu shekhe nani tuzungumzia Sheikh Al-Kalafi huyu sasa, maana kaka yake alikuwa na mtoto wake wa kike ambaye anaitwa Bi Rukia binti Abdallah Mkonda, ndio alimuoa. Maana angalia jinsi alivyokuwa mapenzi mpaka shekhe wako anakuozesha mtoto wa kaka yake. Maana kuna uaminifu mkubwa, akajua kwamba mwanangu anakwenda mikono salama, si ndio maana? Kwa maana ni mtu ambaye alikuwa habari zake ni mzito, wala hatuna uwezo wa kuzungumzia hapa. Kwa sisi ambao tumetokea kule bara, tunamjua huyo Lamani kwa mtu aina gani. Sidhani kama kuna fikra kwamba tulipata mwanachuoni ambaye anafanana na mwanachuoni kama huyu historia. Sidhani kama hicho. Kwa hiyo alikuwa ni shekhe ambaye sisi wenyewe tunajivunia naye mpaka hivi leo, tunakuwa tunajivunia kwa kueleza hizi historia zake. Niende kumalizia kutokana na uchache wa muda, kwa sababu habari zake hatuwezi kuzimaliza. Mwamba huyu tunapozungumzia ilifikia hatua alikuwa ni jundio. Yote mnajua maana jundio. Manake alikuwa ni mwanajeshi. Kwa mantiki hivi, ilipofika mwaka 1978, huyu ulama alikuwa ni miongoni mwa wanajeshi waliopigana vita vya Uganda kule Uganda Kampala. Sio la vizuri, yeye alikuwa ni miongoni mwa wanajeshi ambao walipigana vita ile, na yeye alikuwemo. Kama vita walisosikia, Mwamba alikuwemo katika hiyo vita. Alipigana vile vile. Sasa sidhani nimueleze kwa mfumo upi, mimi nikamjua kwamba huyu shekhe alikuwa ni mtu mzito. Lakini mimi na imani kwa mfumo huu ambao tumeueleza hapa, tunajua kwamba alikuwa ni mtu wa aina gani kwa namna moja au nyingine. Tumalize katika mfumo wake huo wa kumuelezea historia yake. Mwaka 2002 alihamia kijiji cha Manuari na Chingwea. Manuari alihamia kijiji kwa barabara wazazi wake kuhama katika kijiji kile cha ambacho alikuwa akiishi mwanzo, wakahamia katika kijiji hicho na yeye akahama kwa kufuata wazazi wake. Alipofika huko akafungua madrasa, akaanza kusomesha elimu ya Allah. Kafundisha vijana mpaka baadaye tena historia inaeleza alihama vile vile akaenda kijiji kingine. Huko tena alipofika akafungua madrasa tena na akasomesha elimu ya Allah vile vile. Mwishoni tunakuja kumalizia ugonjwa na kumfika kwa mauti wake. Ni ugonjwa gani ambao ulimfanyia huyu bwana mpaka kufikia hatua ya kufariki? Historia inatueleza kwamba bwana huyu alianza ugonjwa wake mwaka 2010. Hapa alianza kuugua ugonjwa unaoitwa kiharusi. Sijapata kusikia, lakini nyinyi watu wazito wazee wetu nafikiri mtakuwa mnafahamu vizuri. Ugonjwa utaanza kuugua mwaka 2010 mpaka ilipofikia tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2023, huyu shekhe ndo akatoka katika mgongo huu wa ardhi tunaozungumzia hapa leo. Kwa hiyo mimi nafikiri tunaweza tukasema kwamba alikuwa ni bwana mzito, shekhe mkubwa ambaye alifanya kazi ya Allah, alijipinda, alitoa uhai wake kwa ajili ya kusomesha elimu ya Allah. Kama tunavyozoea kuelezana katika zile hauli tukienda kwa Kiswahili. Tusikia Habib Omar bin Sumaiti wanaeleza kwamba kama tunavyosikia mashekhe hapa, ukitaka kujua ubora na uzito wa Sheikh Sumaiti, yani usimtizame yeye mwenyewe uweze kumaliza, tizama wajukuu zake. Sheikh Hamisi Hussein al-Khalfani alikuwa ni mtu aina gani? Tutakuja Habib Omar alikuwa ni mtu aina gani? Watizama wajukuu zake. Hivyo kadhalika. Ukitaka kujua uzito wa Sheikh Swahaba
mtizame kijana wake Sheikh Rajab pale, ndio utajua ziko Sheikh Swaba alikuwa mtu gani. Mpaka unapata mashekhe hawa, Sheikh wa wilaya yuko hapa, amemfuata yule. Maana hapa ni maisha ambayo yule alifundishwa kutoka Sheikh wake. Kuna watoto kama sisi ambao tunafundishwa na mashekhe zetu vizuri, tumetoka Daa huko, maana asingekuwa kama yule kusema ona bali kwa bali hapo. Yaani ndio uhalisia jinsi ulivyo. Mimi nafikiri sina ulimi wa kuweza kumuelezea ulama huyu, sina ulimi wa kuweza kumzungumzia kaka yangu. Wanafunzi sote tunajua tunaishi naye. Hiki ni kitu gani alipandikiza shekhe huyu kwa kijana wake? Mimi kama niliweza kueleza kwa mwanzo, sina ulimi huo mpaka kufikia hapa. Kama tulivyoelezana, tuko live kupitia Shawkala Online TV, kaka zake na wanafunzi wengine ambao amesoma naye kupitia ushehe wanataka kuona hizo habari live, na hapo tunapozungumzia wako live wanatizama hizo habari, wanaona shekhe wetu yupo katika mikono salama. Kijana alikuwa amemfundisha yule, kwa hiyo alikuwa amepandikiza kitu ambacho kimeleta manufaa hivi leo. Wabillahi tawfiq wa hadha salam wa la afa minkum.